Ujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo. Madubani yetu mpo salama salimini, na hivyo mkaribisha kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari awamu yake ya kwanza ya hii leo tariki 4 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026. Ndugu mpendwa mtazamaji, basi nikualike kwa nami katika hali ya kujua kile ambacho kinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia nchi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Afrika Kusini, Afrika Mashariki na duniani kote, pamoja na Kwetu News 24. Tuende moja kwa moja na muktasari wa habari. Ni kwamba si shirika la Rwanda M23. Inasemekana kwamba M23 si shirika la Rwanda bali ni harakati ya Kongo ambayo sasa imetuliwa kama muungano wa AFC M23 ambayo rais wa zamani Joseph Kabila anadai kuhusishwa nayo, alisema Paul Kagame. Habari nyingine ni kwamba wale wote wanaotoka kishirika ama kushirika katika mapambano ya Kongo tulivu wanaharibishwa. Kabila amefanya maamuzi yake. Lakini pia takribani makampuni 1750 mengi yakiwa ya Kichina yanafanya kazi kinyume cha sheria katika Kivu Kusini, amesema Jean-Jacques Purusi, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Lakini pia habari nyingine inasema kuwa Umoja wa Mataifa umeonya kwamba hali nchini DRC inaendelea kuwa mbaya kutokana na lakini pia mapigano yanayoripotiwa kuendelea mashariki mwa nchi hiyo. Lakini pia habari ya mwisho ambayo ni habari ya mpira, inasemekana kuwa Kinshasa inajiandaa kushangilia mdundo wa DRC Leopard Jumapili hii April 5. Wachezaji hao walifuzu hivi karibuni kombe la dunia, wanatarajiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili saa 3 kwa ajili ya kukaribishwa. Hii habari kamili ndugu mpendwa mtazamaji, hivyo kwa mengi zaidi usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike kwa nami mwanzo mpaka mwisho mwa taarifa hii ya habari. Twende kazi. Tuanzie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako inasemekana kwamba M23 si shirika la Rwanda bali ni harakati ya Kongo ambayo sasa imeteuliwa kama muungano wa AFC M23 ambayo rais wa zamani Joseph Kabila anadaiwa kuhusishwa nayo, alisema Paul Kagame. Tukibaki tu huko ni kusema kwamba Kigali yajibu uwepo wa Joseph Kabila huko Goma. Wale wote wanaotaka kushiriki katika mapambano ya Kongo tulivu wanakaribishwa. Kabila amefanya maamuzi yake, unajua matatizo yake, serikali ya Kongo inamfuatilia, amehukumiwa kifo, baadhi ya mali zake zimekamatwa na anataka kukabiliana na hali hii katika nchi yake. Sioni kwa nini ningemkataa apitishwe, haingekuwa na maana, Paul Kagame aliambia Jeune Afrique. Tukiwa tu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumrazi ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwamba usitegemee mimi kuongeza hatua zetu za ulinzi huko, ukimruhusu Felix Tshisekedi afanye anachotaka. Pia Paul Kagame ndio amesema. Na kwa mwisho, takriban makampuni 1750 mengi yakiwa ya Kichina yanafanya kazi kinyume cha sheria katika Kivu Kusini. Wasi wa muungano wa mto Kongo AFC M23 huingiza kati ya dola milioni 17 na 20 za Kimarekani kwa mwezi kila kitu upitia Rwanda, alisema gavana Jean-Jacques Purusi, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Paul Kagame, tunakataa kuinua hatua za kujilinda, iwe ni wanajeshi au kitu kingine chochote. Hiyo ndiyo tunayoitaka, hatua za kujilinda na kulingana na matanki ama matinki yako. Sio hilo. Mantiki ni nini? Mwandishi wa habari lakini serikali ya DRC inasisitiza kwamba uondoaji wote wawili wanafanya kwa wakati mmoja. Je, unakubaliana na hilo? Paul Kagame, kwa kweli hata si serikali si DRC inaosisitiza hili, ni sisi
tunaosisitiza ili kuwa DRC ni kama tulikuwa tunatarajia kwamba Rwanda kuondoa hatua zake za kujilinda, lakini kuhusu Rwanda hatukutarajia chochote kutoka kwao. Mwandishi wa habari: kwa hiyo suluhisho la maelewano linawezekana? Paul Kagame: nadhani hivyo, na kwa kweli msimamo wa maelewano. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo XEV 14 amekuwa na mazungumzo ya njia ya simu na rais wa Israel Isaac Herzog, ambapo Papa ameitaka Tel Aviv kumaliza vita vya Iran. Papa ambaye amekuwa akikosoa Marekani na Israel kwa vita vyao nchini Iran, ameitaka pia serikali ameitaka pia Israeli kuhakikisha raia washambuliwi kwenye vita vinavyoendelea, pamoja na kuheshimu za sheria za kimataifa kuhusu ubinadamu. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba hali nchini DRC inaendelea kuwa mbaya kutokana na mapigano yanayoripotiwa kuendelea mashariki mwa nchi hiyo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema karibia watu 30 waliuawa Jumatano 1 April katika mashambulio ya watu wenye silaha katika eneo la Bafuakowe jimboni Turi kwenye kijiji cha Mambasa. UN inasema zaidi ya raia 100 wameumia humo tangu tarehe 11 ya mwezi Machi, kulingana na Dujarric. Mashirika ya kimsaada yameripoti pia kutekwa kwa zaidi ya watu 39 katika kipindi hicho. Tukiwa tu DRC ni kwamba mchakato wa amani wa Washington na michakato mingine inayoendelea ilikuwa kitovu cha majadiliano Ijumaa mjini Kinshasa kati ya waziri wa mambo ya nje na kaimu balozi wa Marekani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kulingana na taarifa kutoka wizara iliyopokelewa na ACP, shirika la vyombo vya habari la Kongo. Juma hiyo jana Aprili 3 mwaka huu 2026, waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba alimpa adhira kaimu balozi wa Marekani nchini DRC ING Msikari. Majadiliano yalilenga mchakato wa Washington na michakato mingine inayoendelea ya amani, taarifa hiyo ilisema. Kulingana na chanzo hicho, maafisa hao wawili pia walijadili ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi hizo mbili pamoja na mada zingine zenye maslahi ya pamoja. Seneta Norbert Basengezi amechaguliwa kuwa makamu wa pili wa rais wa Seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC akiwa na kura 87 kati ya 95 zilizopigwa. Anamrithi Seneta Modest Bahati ambaye alijiuzulu kutoka wadhifa huo Jumatano Machi 18 mwaka huu wa 2026 baada ya kushutumiwa kwa kutoweza kazi na wenzake. Norbert Basengezi Kantitima alizaliwa Januari 10 mwaka 1958 huko Kashimaro, Kaziba, mkoa wa Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia alihudumu kama makamu wa rais wa Tume Huru ya Kitaifa ya Uchaguzi Seni baada ya kuwa gavana wa mkoa wa Kivu Kusini na akiwa mbunge wa zamani. Kwa sasa ni rais wa mamlaka ya maadili ya chama cha siasa cha Alliance of Nationalists for an Emergent Congo ANS, mwanachama wa muungano mtakatifu wa taifa. Ituri ya kwanza, mapigano yalizuka Ijumaa hiyo jana yapata saa 6 mchana kati ya polisi na wakazi wa Nyanya ambao walitaka kuhusishwa na IDF Nalu, husika wa mauaji ya Bafuakowe katika jimbo la Ituri. Wakati wa mapigano haya, vikosi vya usalama vilitumia risasi za moto, ingawa taarifa ya jeshi la Kongo iliyowasilishwa na serikali inataja idadi iliyopunguzwa ya raia 43 waliouawa. Za kiraia za eneo hilo zinaripoti idadi kubwa zaidi ya vifo vya mili 46 iliyopatikana kufikia alama
Alhamisi usiku na karibu watu 30 waliotekwa nyara msituni na magaidi wa IDF. Ripoti hii ya asasi za kiraia inathibitishwa na wakazi katika kijiji cha Bafakoro katika eneo la Mambasi. Tukiwa tu DRC, Kinshasa inajiandaa kushangilia mdondo wa DRC Leopard Jumapili hii Aprili 5. Wachezaji hao waliofuzu hivi karibuni kombe la dunia wanatarajiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Injili saa 3 kwa ajili ya kukaribishwa kwa umma katika kati ya ari na fahari ya taifa. Uhamasishaji huu unashuhudia wimbi la umoja uliochochewa na mafanikio ya timu ya Kongo, DRC na Rwanda. Ingawa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila anakanusha kuhusika kokote katika uasi wa M23, rais wa Rwanda Paul Kagame anasema waziwazi kwamba yeye ni mwanachama. AFC M23 ni kundi pana. Pia nimeona kwamba hata rais wa zamani Kabila sasa ni sehemu yake au anahusishwa nayo kwa njia moja au nyingine, alisema Paul Kagame, rais wa nchi ya Rwanda. Taarifa nyingine inasema wapiganaji 6 waasi kutoka muungano wa Twirwaneho M23 unaunga mkono na nchi ya Rwanda walitoroka na kujisalimisha kwa vikosi vya jeshi la DRC siku ya Alhamisi Aprili 2 mwaka huu 2026. Wapiganaji hawa waliojisalimisha walieleza hali hatari ambazo wapiganaji wa Twirwaneho wanaishi, ambao na harakati hii ya waasi au kuwa na matangazo ama mtazamo tofauti na uasi huu. Mashambulizi haya ya kujibizana ama la kujishambulia yanalenga kuiweka Rwanda kama mwokozi wa kijamii ya Wakongo katika ardhi ya Kongo bila mwaliko kutoka kwa jamii yoyote. Mpango uliotekelezwa kwa uangalifu kupitia vita vya uchochezi na uripoti wa madini mashariki mwa DRC. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma imeomba kifungo cha miaka 10 jela kwa mateso, miaka 5 ya Dr. David Balanganai, faini ya faranga milioni 25 pia imeombwa. Wakati taifa lilipokuwa likisherekea ushindi wa Leopard dhidi ya Jamaika, waasi wa AFC M23 wajipanga kuanzisha mashambulizi katika pande kadhaa. Kwa bahati mbaya kwao, walijikuta wakikabiliwa na jibu kali kutoka kwa FARDC, jeshi letu la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakikabiliwa na jibu hili kati kutoka kwa vikosi vyetu. Msemaji wa AFC M23 anaamini kwamba serikali ya Kongo imewapelekea FDLR, jeshi la Demokrasia la Ukombozi wa Kongo, kati safu zote za mbele bila kupuuza kabisa ahadi zake za kuwaondoa. Ushirikiano huu ni ukiukwaji wa wazi wa kutisha mapigano na ahadi zilizotolewa, mbinu ya kupotosha kutokana na utaratibu wao wa uendeshaji. Anasema kwamba mashambulizi ya vikosi vya muungano vya Kinshasa vinasababisha vifo vya uharibifu, raia wasio lakini wanaposhambulia ni simba wa Sarambwe, nyumba zinazoharibiwa na kuwa majifu na maelfu ya familia wanahamishwa. Sera hii ya kuteketea ama ya kutekea inazidisha tu mgogoro ambaya wa kibinadamu ambao tayari ni mbaya, unaosababisha na kuunguzwa ama la kuongezwa na matumizi ya kiholela ya Kinshasa na ndege zisizo na rubani na mizinga mikubwa. Hii ni njia ya kutambua kuwa uwazi nguvu inayoongezeka kwa FARDC yetu huko ikificha kutoka kwa vikosi vya FDLR. Hivyo basi zidi ya uchochezi ambao tumempata kwa miongo mitatu atutafushwa tena na mbinu zako. Watu wanabaki imara nyuma ya kamanda mkuu Felix Antoine Tshisekedi. Nguvu kwa FARDC yetu, ushindi ni jikika. Jiandikishe kwenye ukurasa wetu wa Facebook ukiandika kwetu
News 24. Nami ndugu mpendwa mtazamaji wa kwetu News 24, ni hapa naweka nukta kwa taarifa hii ya habari awamu ya kwanza ya hii leo tariki 4 Aprili mwaka wa 2026. Nasema sitakuwa nami mwanzo mpaka hivi tamati ya taarifa hii ya habari. Hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili wa kwanza kupata habari zetu. Ili wabariki zaidi, ungana nasi kwenye WhatsApp channel kupitia namba iliyo chini screen yako, lakini pia Facebook, Instagram na mji wa YouTube. Mimi ni wako mtangazaji wa kila itwa ule, nikisema chao chao. Hii ni Kwetu News 24.